katika jina la Yesu, mtazamaji wa Gospel Voice TV. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana ametupatia ya baraka na ya ushindi. Ninalitukuza jina la Bwana aliyetuita kwa wema wake na uaminifu. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Rafael Maina na mimi ni mshugaji katika kanisa la CFF mahali panaitwa Makutano Meru, na Yesu anatawala katika sehemu hii. Jioni ya leo kwa jina la Yesu nimekuletea ujumbe ambao unaitwa Jisho Lionalo. Jisho Lionalo. Jisho Lionalo. Washa tuombe tuweze kuingia kwa neno na tutabarikiwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu ni asanti kwa wema na fadhili zako, uinuliwe na uhimidiwe. Wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, mwenye ukuu na uwezo. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe. Ninaomba ya kwamba utaniwezesha jioni ya leo nilete neno katika ile njia ambayo inakupendeza na nuru yako iniangazie. Nitumie Roho wako Mtakatifu niongoze na ushindi wa msalaba uonekane kwa utukufu wako, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Ni vizuri leo tuongee kuhusu masho, na tutasoma kutoka kitabu cha Proverbs chapter 20 and verse 12. Proverbs chapter 20 and verse 12. Proverbs chapter 20 and verse 12. Na nikuelezea kwamba masho ni moja ili zile organ ambazo sight ni organ moja zile za 5 common sense. Sight ni moja hizo, na niko na imani ya kwamba kila mmoja wetu anaelewa umuhimu wa masho. Kila mmoja wetu anajua umuhimu wa masho. Maandiko inasema sikio lisikialo na jisho lionalo, Bwana ndiye aliyeyafanya yote mawili. Sikio lisikialo na jisho lionalo. Nataka tuongee hapa kwa pande ya jisho lionalo. Ni kusema ya kwamba kama maandiko inasema ya kwamba kuna jisho lionalo, kuna jisho halioni. Kama kuna jisho lionalo, kuna jisho halioni. Na ukweli ni ya kwamba macho ya mwanadamu ikikosa kuona, hatari ni kubwa katika the entire life. Na ni vizuri uelewe mtu ambaye anaitwa Bartimayo ni mtu ambaye alizaliwa akiwa naona, maana alisema naomba niweze kuona tena, meaning akizaliwa uhalisia wake alikuwa naona, ndio anasema tena. Kwa hivyo ni kitu kishaifanyika kwake tena hiyo kuona. Na Bartimayo hakuzaliwa akiwa obaoba, lakini ukosefu wake wa macho, hali yake ya kukosa kuona, ikabadilisha uhalisia wake wa kimaisha, na akawa mtu sasa kutoka pale ni mtu wa kutafuta chakula kwa kuombaomba. Hali ya kuona ni jambo kubwa katika maisha ya mwanadamu, maana usipoona ni kusema ya kwamba number one, hautaelewa zile vitu unashika na mikono yako ni gani. Yani zile vitu utashika vitu ambazo hauwezi elezea. Usipoona na batuni kusema ya kwamba chochote utaweka kwa midomo yako, utakuwa na wasiwasi, ninaweka kitu cha aina gani kwa midomo. Unapoona mtu anakula, ni uhalisia wake wa macho unamuelezesha kukula katika ile speed inawezekana. Namba 3, mwendo kasi wako, maana ukiwa hauoni kukimbia hauwezi. Tuachane na kipofu tu, tuongee kuhusu wewe na mahali unaishi, nyumba yako kukose stima. Ukiabua ukibia katika hiyo nyumba hutaweza, kwa sababu hauoni kitu, maana hauelewi kama hapa nitagongwa ama hapa sigongwi. Kwa hivyo mwendo kasi wa maisha, unapoona mtu maisha yake inakimbia, elewa jambo moja, macho yake ya kiroho inaona sawa. Macho yake ya kiroho inaona sawa. Na ni vizuri uweze kuelewa kama una uwezo kamilifu wa kuona. Kama una uwezo kamilifu wa kuona, nikuambia haya ya kwamba sisi sote hatuoni the same thing. Hatuoni sawa. Unaweza kuwa unaangalia, kwa mfano niseme uangalie mke wa Pastor Rafael, ushindwe na huyu Pastor Rafael. Yani na vile dunia iko na wanawake warembo, alizunguka dunia yote akaona huyu. Yes, kwa sababu vile mimi naona sio vile wewe unaona. Na ni vizuri uelewe ya kwamba hatuwezi tukaona kitu kimoja sawa. Na nikuulize, wewe hujawahi ona mtu ameenda kwa duka kununua nguo, akaja akaivaa akakwambia hebu niangalie vile ninakaa? Yani wewe unashindwa nisheke ama nilie, maana unamuuliza ulinunua ama ulipewa ama uliokota, maana haifanani na nguo ya kununuliwa. Na macho yake ikiona hiyo nguo iliona ikiwa sawa. Wewe haujaiona mtu ameenda kununua shamba, lakini mwishowe akajikuta mahali amenunua ni swamp, ni mahali ambao maji inasimama. Yani umkuta siku moja, yani mpaka unamuuliza surely
Ukinunua macho ulikuwa umefunga ama hauko unaangalia? Kwa sababu iliwezekanaje ukanunua shamba mahali kama hapa? Hauwezi jenga. Hili ni dibwi ama hii ni sehemu ya maji kusimama. Ni uweza wake wa macho ulikuwa na shida. Ni uweza wake wa macho uko na shida. Uweza wa macho kuona ukiwa na shida. Na haswa kwa ajili ya mahubiri haya siongei mambo ya physical, nitaongea kuhusu macho ya kiroho, ya kwamba ukuwe na uwezo wa kuona mambo katika macho ya kiroho. Na nikuelezee, Mungu anaponena na watu wake hutumia macho ya kiroho. Mungu anaponena, Mungu hutumia picha mara mingi. Ndio unakuta Mkristo anasema ya kwamba nimeota. Kuota ni kuona picha katika ulimwengu wa ndoto, alafu unatafsiri hizo picha. Lakini unakuta ya kwamba kwa sababu ya watu kukosa uwepo wa kuona kiroho, hata akiona hizo picha hawezi elewa ni nini aliona. Unakuta mtu anatafuta mtu wa kumtafsiria ya kwamba na hii picha mbona sikuelewa, mbona sikuifahamu. Mungu hutumia picha kuletea watu maono ili aweze kuongea na wao. Kwa hivyo macho yako kwa Mungu ina haja kubwa sana. Mungu huletea watu sio ndoto peke yake, hata maono, visions. Unasikia vision kutoka kwa neno la macho. Vision ni neno liko na uhusiano na kuona. Kwa hivyo Mungu hukuletea maono. Maono ni vision, ni kitu kinahusika na macho. Na kwa hivyo macho yako ya kiroho ni muhimu. Na unaelewa kwa nini Mungu hatumii lugha ya Kiswahili na Kikuyu na Kizungu kukuelezea? Ni kwa sababu lugha hizi ambazo tunaongea ni resort ya rebellion. Unakumbuka katika mnara wa Babeli ni mambo gani yalitendekea mahali pale? Katika mnara wa Babeli unaelewa vizuri sana ni mambo gani yaliyotendekea mahali pale. Katika mnara wa Babeli vitu ziliharibika, mambo ilienda kombo, mambo ilikwama. Na kilichosababisha mambo ikwama ni ya kwamba Mungu alikuwa amesema watu wa disperse, wakafika mahali wakasimama. Waliposimama Mungu akaja akasema tuwakoroge lugha ndio waweze kudisperse, na wakakoroga lugha na wakaenda. Lakini sasa hiyo lugha ambayo ilisababishwa na rebellion Mungu hawezi itumia. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe ya kwamba unapojua macho yako haioni, unafaa utafuta mtu umwambie niombee macho yangu iweze kuona. Ukigundua macho yako ya kwamba ya kiroho haioni, tafuta. Katika nyakati za Biblia kuna shule ilikuwa shule ya kinabii, na shule ya kinabii ilikuwa ni ya kufundisha watu waweze kuona. Ndio unakuta ya kwamba shule ile ilikuwa imefunguliwa na Samueli. Samueli was a prophet, ndiye mwenye kufungua hiyo shule. Alifundisha watu kuona, alifundisha watu waweze kuona na kuelewa wakati Mungu anaongea na wao. Na tutaangalia kitabu cha Jeremiah chapter 1 and verse 9. Jeremiah chapter 1 and verse 9, wakati Jeremiah alikuwa anaitwa na Mungu. Na maandiko inasema ya kwamba Jeremiah chapter 1 and verse 9, maandiko inasema ya kwamba ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Verse 10 inasema angalia nimekuweka leo juu ya mataifa, juu ya wafalme, na ili kung'oa, kubomoa, kuharibu, kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Verse 11, tena neno la Bwana likanijia na kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mrozi. Elewa hivi, Jeremiah anataka kutumwa kwa mataifa la Mungu. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akamgusa kwa mkono wake kwa midomo ili aweke neno la unabii ndani yake. Lakini neno la unabii halitatokezea vizuri kama macho ya Jeremiah haiwezi ona. Akamwambia, sasa tena Bwana, Yeremia, waona nini? Akasema, naona ufito wa mrozi. Verse 12 Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia, na umeona vizuri, umeona vyema. Kwa hivyo sight kwa Mungu ni muhimu. Sight kwa Mungu ni muhimu. Na macho yako ya kiroho ikiwa haiwezi ona ni jambo la hatari. Na vile macho ya kawaida hii ya mwili hii tuko nayo inagojekanga, macho ya kiroho pia hugojeka, macho ya mwili hugojeka. Kuna ugonjwa sijui utaitwaje na Kiswahili, lakini kwa Kikuyu unaitagwa jereli. Jereli ni jicho moja halitaona, lakini hili lingine huenda linaona. Unakuta jicho moja halitaona. Kuna magonjwa inaitwa kama short sight ama long sight.
hauoni vitu zikiwa karibu, hauoni vitu zikiwa mbali. Na pia kuna ugonjwa ambao unaitwa blindness. Unakuta huyo mtu haoni kitu chochote kabisa, macho yake haiwezi ona kitu. Hivyo macho ya kawaida inapata hiyo aina ya magonjwa. Macho ya rohoni pia hupata magonjwa. Macho ya rohoni pia hupata magonjwa. Na ugonjwa wa kiroho ni tofauti na ugonjwa wa kisasa. Ugonjwa wa kiroho, ugonjwa mmoja unaitwa darkened eye. Ni macho ambayo haiwezi ona giza. Macho inaona giza. Unakumbuka yule mtu aliponywa na Yesu, akaulizwa, nimekugusa macho, unaona nini? Akasema, ninaona marudurudu. Hiyo ni kusema ya kwamba macho yake haikuona vizuri. Hiyo ni macho inaona vitu giza, yani macho haiwezi kuprocess kuona kitu vizuri. Kitabu cha 1 Samuel chapter 17 and verse 41. No, wacha nianzie John chapter 1 and verse 46. John chapter 1 and verse 46, ambapo mtu ambaye anaitwa Nathaniel aliongea hivi kuhusu mji wa kule Yesu ametoka Nazareth. Nathaniel akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti. Laweza neno jema, yani mji wa Nazareth ni nini kizuri kinaweza toka? Let me tell you, kijiji kizima kinaweza kuagiza. Kijiji kizima ya kwamba watu wametoka kile kijiji wanafanya mambo ya kijinga na hawaelewi ni ujinga tunafanya, ama kitu cha kiupumbavu kinafanyika na watu hawaelewi hii kitu tunafanya inakaa kitu la kiupumbavu, ama mji unajulikana hata watu wa nje wanajua na mji fulani unakuaga na giza. Ni hatari kubwa sana kutoka katika ile mji ya kwamba mji watu wote wanasema huu mji uko na giza. Mji utasababisha ya kwamba usiheshimike ama usiheshimiwe. Nazareth ni nini kizuri kinaweza toka pale? Can I tell you, macho ikiwa na giza utadharau hata ile kitu inafaa kukusaidia. Utadharau zile njia Mungu amekuwekea. Macho ikiwa na giza utatafuta Mungu mahali nako hapo na haumuoni. Ndio unakuta mtu anaingia kanisa na anasema hiyo kanisa sioni Mungu anaenda. Anaenda kanisa ingine sioni Mungu anaenda. Shida sio Mungu, ni giza iko kwenye macho yake. Hauwezi ona vizuri. Mimi kuna siku nimeenda hospitali, macho iko na giza. Nikakuta daktari. Lakini yule mtu anatibu, nilikuwa nimepeleka mgonjwa, yule mtu anatibiwa na yule daktari. Mimi ninashuku huyo daktari. Ninaona kana kwamba ni vile ni msichana mdogo wa miaka 20 something, 22, 23, 24 hapo. Ako hospitali ndiye anatibu, lakini nikimwangalia macho yangu inamdharau. Inaonyesha nikana kwamba si mtu ambaye anaweza kuwa na msaada yoyote. Sio, yani ni kama hajui. Yani nikijipima mimi mwenyewe na sio daktari, naona kama najua mambo ya kutibu kumshida, paka na mdharau kwa macho yangu. Yani macho yangu iko na giza. Macho ikiwa na giza, watu wale Mungu hukutumia kukusaidia huwaonagi, na hata ukiwaona utawadharau, hautawaheshimu, hautaona kama ni misaada ya Mungu, hautaona kama wako na njia ya kukutoa kwenye ile shida uliyoko, hautawaelewa, hata hautawafahamu, na ujue ya kwamba huyu mtu ni Mungu amenitumania. Jambo la muhimu ni kila mmoja wetu aweze kuombea macho yake. Jambo la muhimu ni kila mmoja wetu aweze kuombea macho yake. Macho itoke kwenye ulimwengu wa giza. Maana macho yako ikikaa kwa giza, in reality utadharau mtu. Macho ikiwa kwa giza ni kusema ya kwamba, ama kama macho yako inaona giza ni kusema ya kwamba zile vitu unatakana ufanye, utafanya vitu zinakaa opposite. Mpaka watu wakiangalia wanauliza, mbona huyu akafanya hivi? Ni macho iko na giza. Mbona akavaa hiyo nguo? Mbona hakujua hiyo nguo ni ya kesho? Ni macho ilikuwa na giza. Mbona akaasha kazi? Kuna mtu anaashaga kazi macho ikiwa na giza. Unaasha kazi mzuri, unatafuta kazi nyingine, mpaka watu wanashindwa. Unaweza asha kazi ya aina hiyo utafute hii. Ni macho ilikuwa na giza. Na macho ikiwa na giza, mtu maisha yake haifanani na ya watu wale wengine. Na ni vizuri uombee macho yako iweze kuona. Na tutakuombea baada ya hii kipindi ya kwamba macho yako ya kiroho iweze kufunguka. Number 2, macho inapata ugonjwa mwingine inaitwa lustful eye. Macho yenye tamaa. Macho yenye tamaa. 1 John chapter 2 and verse 16. 1 John chapter 2 and verse 16. 1 John chapter 2 and verse 16. Maana kila kilishomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho
Duniani kuna kitu kinaitwa tamaa ya masho, na masho ya watu hugojeka hiyo ugonjwa. Masho inapata tamaa. Tamaa ni kusema ya kwamba anything that you'll do, yani itasababisha mwili wako utoke kwenye makusudio na njia za Bwana, kwa sababu ya kwamba masho imewekwa tamaa. Masho yenye tamaa ni masho gani? Ni masho iliyokuwa na Eve. Eve aliwekwa tamaa tu kwa masho. Wamekubaliana, amesikia Adam amemwambia Mungu alisema ya kwamba tusikule ile matunda, lakini na wanakaa kwa hiyo shamba. Nyoka akaja akamwambia Eve, hebu angalie hii matunda vizuri, hebu iangalie, inafanana kweli na matunda ile miti ingine. Na kweli kutoka hapo masho ya Eve ikapata tamaa, akakula matunda, akatoka kwa wema wa Bwana. Na Adam pia akakula matunda, na ndio dunia kuna shida ili ambayo tunapitia siku ya leo ilisababishwa na masho kuwekwa tamaa. Na ni vizuri kila mmoja wetu aweze kujiombea ya kwamba masho yake isipate tamaa. Ni vizuri kila mmoja wetu aweze kujiombea, kama masho yako itakuwa na tamaa, uweze kuepuka na hiyo masho ya tamaa. Ni nani mwingine? Tizama Daudi nyumba yake yote iliingia kwa shida, maana ilipandwa madhabahu ya kiusherati, na vijana wengi wa Daudi walikufa kwa sababu ya hiyo. Paka ufalme wa Daudi wala watoto waliashwa, ikawa na shida mpaka Solomon mtoto wa Daudi akajikuta ya kwamba ameoa wanawake 700. Na hiyo iliingia wapi? Ni masho ya baba yake iliwekwa tamaa ya wanawake, na akachukua mke wa Uria, na hiyo ndio ilisubua Daudi in the entire life ambao alikaa. Masho ilipowekwa tamaa, vijana wake wote. Nitakwambia kuhusu Solomon kuwa wanawake 700. Nitakwambia kuhusu kijana anaitwa Adonijah, anaenda kuomba mke wa babake. Nitakwambia kuhusu Absalom. Nitakwambia kuhusu nani? Watoto wa Daudi wa vijana walikuwa na shida hiyo. Na ilitoka wapi? Masho ya Daudi iliwekwa tamaa ya wanawake. Lustful eye. Nitakwambia kuhusu Akan. Wameambiwa na Mungu in the book of Joshua ya kwamba dhahabu na fedha mkichukua mnapoingia Canaan, hizo zote ziwekwa wakfu kwa ajili ya kazi yangu na kazi ya nyumba yangu. Akasema hizo zitolewe Mungu kama dhabihu ambayo inapendeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini sasa Akan akaona dhahabu na akaifisha. Ilisababisha Waisraeli wakufa hiyo siku, na wakapigwa vita na mji mdogo unaitwa Ai. Na ni kwa sababu gani? Akan alipochaguliwa, Mungu alipokuja kufanya msako ndio wajue ni nani wamefanya hiyo kazi, Akan akasema nilitamani hiyo dhahabu. Unakuta ya kwamba umeandikwa kazi mahali pazuri, hata wewe mwenyewe unasema ya kwamba hii kazi ilitoka mbinguni, Mungu alinitumania, lakini unawekwa masho ya tamaa. Haukujua kwenu kazini kuna kamera, unachukua kitu ka shilingi 200, 1000, 1000, alafu hiyo kitu inaleta shida kwa kampuni mzima. Mimi kuna wakati nilijaribiwa na hiyo, wakati nilikuwa nafanya kazi, aliyekuwa ameniandika, nikatoa gari ya mke wake betri ilikuwa imekufa vile betri zinakufaga kawaida. Akaniambia nimunulie betri nyingine niweke. Nilipomwekea betri nyingine, nikamuuliza, na hii betri ambayo ni mzee nikuwekee kwa buti? Akasema usiniwekee kwa buti, itupe. Hivyo ndivyo alijibu. Ninamuuliza, hii betri mzee nimetoa kwa gari yako, nikuwekee kwa buti? Akaniambia ukiweka kwa buti acid imwagike, itashoma gari yangu, tupa hiyo betri. Sasa sikuwa na kumbe ni kujaribiwa, na ninajaribiwa ya kwamba nitapeleka wapi. Nikachukua betri, nikapigia kijana ambaye alikuwa anafanya kazi na mke wa boss. Nikamwambia kuna betri ya mama nimetoa hapa, na wewe ndio unawekaga vitu za huyo mama, hebu chukua hizi umwekee. Na kijana akachukua hiyo betri. Baada ya siku 3 nikapigiwa simu, akaniuliza, Rafael, ile betri ulitoa kwa gari yangu ulipeleka wapi? Alikuwa anapima uwezo wangu wa tamaa katika hiyo betri. Maana ukiebua utupe ni rahisi ufikirie kuuza scrap, maana imekufa, unaweza fanya nini ingine nayo? Akili yangu ingeniambia, Rafael, wakati wako wa kuomoka na scrap umefika, uza hii betri scrap. Na sikuiuza, nilipatia huyo kijana, nikamwambia weka hii betri, mama akihitaji utamuelezea. Sasa baada ya siku 3 ndio napigiwa simu, naulizwa, Rafael, ile betri ambayo ulitoa kwa gari yangu iko wapi? Nikamwambia nilipea kijana fulani, maana ndiye anawekaga vitu za mama, ndiye nilimpatia aweke. Akaniambia sawa, na simu ikakatwa hapo. Na simu ilipokatwa, wakawa sasa wamenidhamini ya kwamba hawana shida na mimi. Kumbe hiyo ilikuwa mtego. Baada ya wiki 2-3, mahali nilikuwa nafanya kazi, kwa hiyo kampuni ilikuwa kampuni ya transport, makompyuta ya maroli ikaibiwa usiku.
lori 3 zikaibiwa kompyuta, na kompyuta za gari ziko pesa mingi. Zilipoibiwa, what next? Ni kutafuta ni nani mwizi. Boss alikuwa akoshua ya kwamba Rafara hawezi akaiba hizo vitu kwa sababu nilimjaribu na betri, na kwa hivyo hata walipokuwa wanatafuta mwizi ni nani, mimi nilikuwa mmoja wale walihusika kutafuta mwizi ni nani aliyeiba, maana walisema huyu hawezi kwa sababu tulimjaribu na betri. So unapokuwa na masho ya tamaa, hukutoa mahali pako pa baraka. Kuna sehemu Mungu huwa anaweka watu, anawainulia mahali pale, lakini tamaa hutoa mtu kwenye mahali pake pa baraka. Wewe umeandikwa kwa nyumba ya mtu kama house girl, kuwa mwaminifu katika hiyo nyumba. Kuwa mwaminifu. Pesa ya wenyewe shilingi 20, umetumwa mkate na maziwa, ikabaki 20 bob. Mwekee mwenyewe 20 bob yake hapo. Tafadhali, hata ukiiba 20 bob, iko na uwezo wa kukuwekea credit, na iko na uwezo wa kusababisha ufutwe kazi na usiwahi inuliwa na Mungu. Na nini shilingi 20 peke yake? Ni kweli inaweza nunua credit, lakini haiwezi kukutajirisha. Hakuna kitu cha hasara kama ukose baraka ya sehemu ambayo Mungu amekuweka because of 20 bob. Umeandikwa kwa nyumba ya mtu. Masho ya tamaa inasababisha ya kwamba uanze kufizia bwana ya huyo mama. Siku ile utajulikana, utafutwa kazi tu. Sio mabwana wote watafanya kazi ya umaraya. Atajua tu ya kwamba hii unafanya ni kuseduce my husband, na mwishowe utafukuzwa kwa hiyo nyumba. Unatoroa mahali Mungu alikuwa amekuweka kwa watu wazuri upanuliwe, lakini umetoroa na hiyo. Umeandikwa kwa kazi ya mtu. Shuga mali ya wenyewe. Usiuze vitu zake usiku ati kwa sababu hawatajua. Ni kweli hawatajua. Nimeona mtu ameandikwa kazi ya shamba boy kwa mtu nyumbani. At the same place kulikuwa na mtu ameandikwa kazi ya house girl. Kuna shamba boy na kuna house girl. Sasa house girl anajua kabisa hawezi ulizwa fertilizer iko store ilienda wapi. Anachukua fertilizer kwa store akiuza. Umeandikwa kwa duka ya mtu. Umetumwa store, mwenye duka akona store, anakwambia huyu customer anataka kitu fulani na fulani, chukua hii funguo ya store, nenda ununue store, alafu uniregeshe. Ukienda washa kutoa vitu za hiyo, mwenyewe amekutuma, na alafu unatoa pakiti moja ya maziwa. Ukitoa katoni moja ya maziwa uuze, ni kweli utapata shilingi 500, lakini reality ni hii ya kwamba ni masho ya tamaa uko nayo. Uko na lustful eye, na mtu huobea masho yake. Usikuwe na masho ya tamaa. Masho ya tamaa inaweza sababisha ufutwe kazi ya hoteli, kwa sababu mwenye kununua kuku alinunua za customer za kukula kwa hoteli, customer waje wanunue, alafu wewe unahakikisha kila kuku unakula kamuguu kamoja, kila kuku unakula kamuguu. Yani mwishowe unanenepa, sio kunona, unanenepa. Alafu mwisho unafutwa kazi kwa sababu ya unene. Wanasema huyu mtu ni mkubwa sana, kwani anakulaga wapi? Sasa ni masho ikikuwa na tamaa, na ni vizuri ujiangalie tamaa yako ya masho imefika wapi. Tamaa ya masho huzubua hata watu wakubwa. Nimeona kwa interview mahali rais akiiba, si hakuwa rais, interview ilikuwa mahali mtu mkubwa alikuwa na CEO anaiba karamu. Anaona ile karamu wamewekewa hapa mbele ni smart kuliko ile alikuwa amebeba. Anabadilishana, anatoa hii, anawekelea, anachukua hii, anaweka kwa mfuko yake ya koti. Yani mpaka unashindwa, mtu huyu yote ambaye akona hiyo share yote anaitwa CEO. Karamu ni kitu ya kumshanganya. Unapopata lustful eye, mtu huchukua mpaka vitu ambazo hazimsaidii. Na mimi nikuulize, mahali wewe unafanya kazi na kwako nyumbani, ni vitu gani za kazini ziko kwako? Mtu ambaye anafanya kazi kwa gereji, nataka niambie ni spana ngapi ziko kwako nyumbani za watu wa gereji ambazo umebeba? Na wale wanafanya kazi kwa kampuni ya shoka, ni vitu gapi ni mashoka kreti gapi ziko kwako nyumbani? Yani unakuta ya kwamba kuna vitu unatoaga kwako nyumbani kazini, wewe unafanya kazi ya hoteli kama waiter, niambie ni serviette za wenyewe gapi ziko kwako? Wewe kwako nyumbani kuna serviette zimepakiwa kama pakiti 4-5, hakuna hata moja ushainunua. Ni masho yako iko na shida, inaitwa lustful eye. Na masho ikigojeka hii tamaa, nataka nikwambie ya kwamba inakunyimaga baraka. Unategemea tu vitu za wenyewe. Unafanya kazi kwa kibada ya mtu ama kwa duka ya mtu ya kuuza vitu. Tafadhali hajakwambia ukue unachukua tomato bili kila siku. Sasa wewe haujawahi nunua tomato, unachukuaga bili hata jua, kitunguu bili hata jua, alafu karoti bili hata jua. Ukifika nyumbani stew imeiva. Na hiyo stew ukiangalia ni hakuna kitu umegharamika hapo, ni bili ulishukua, na bili mwenyewe hata jua, maana haitafika kilo. Inaitwa masho ya tamaa.
na ni vizuri jishughulikie. Ugonjwa mwingine ya macho inaitwa evil eye. Ni mtu mwenye tabia ya kufugia watu macho. Imeandikwa Proverbs chapter 6 and verse 12. Kuna macho iko evil. Macho iko evil ni kusema ya kwamba haiwezi ona kitu kibaya izuie. Yaani wewe unasaidia maovu. Macho inasaidia maovu. Yaani kitu kibaya kikifanyika, mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu huenda jiani mwenye kinywa cha upotovu. Verse 13 inasema nini verse 13? Hukonyeza kwa macho, hunena kwa miguu, huashiria wakuu kwa vidole vyako. Ati ya kwamba mtu anafugia wengine macho. Kufugia wengine macho ni mtu ambaye anaona uovu ikitendeka, alafu unafuga macho. Hiyo macho yako ni mabaya. Wewe uko na evil eye. Na evil eye kwa sababu ya macho kukosa kuona vizuri, hutoa mtu pia kwenye baraka zake mingi. Na niseme hivi, unakuta kijana mzuri wa kukuoa na Mungu alikuwa amemwadaa ya kwamba huyu ndiye utaseta maisha na yeye, lakini hakai saa hiyo, anakaa mtu wa vibarua, anakaa hoka, anakaa mtu ambaye ile kazi anafanya sio promising. Na anakuambia mimi nimekuona kwa kanisa yetu mara mingi, na ukiangalia status yako unasema huyu hawezi nioa. Lakini hiyo sio hatima yake, yeye ni kijana tu. Baada ya miaka 5, 10, 15 Mungu amembariki na wewe ulimkataa. Mkikutana na yeye siku moja anakuambia meet my wife and my children. Alafu ukiangalia ile gari wanaendesha na wewe umewekwa hapo na duthi, paka unashindwa nilijifuga namna gani? Ni macho yako ilikuwa hivyo, haikuona potential ndani ya mtu. Macho ikiwa hivyo, mtu hufuta ule mtu ambaye ni mzuri kazini. Unakuta mtu ndiye chef ambaye anajua kupika chakula kizuri katika hiyo hoteli, lakini sasa unaambiwa na watu huyu chef anakula sana. Unasema huyu chef ataenda, unamwangalia huoni potential iliyoko ndani yake. Macho ikiwa maovu haionagi potential. Unavuta huyo chef, baada ya wiki moja customer wanatoroka, wanakwambia ile chakula unapika hapa si tamu tena. Unasema chakula ni tamu, ingredients ni zile tulikuwa tunaweka roiko na dania sijui na nini, chakula ni tamu vile vile, lakini kumbe wanasikia vile zimeshaganywa, hazioji vizuri. Kwa sababu gani? Aliyekuwa anapika ulimwangalia na macho mabaya ukamfuta. Macho maovu hufanya mtu asione potential ndani ya mtu. Na potential ziko na watu. Kuna watu wako na potential katika uso wa dunia, lakini macho yako ikikuwa mabaya, utapigania utajiri tu peke yake, hautapigania urafiki. Macho mabaya haipiganii urafiki, inapiganiaga utajiri. Macho ikiwa mabaya inapigania vitu za hapa duniani. Nimeona mtu ambaye amepiga mtu na wakakosana kabisa, na ni shilingi 150 peke yake. Wamekosania 150 na hakuona potential ya yule mtu vile alikuwa anamsaidia. Kuna mtu ambao hana buliki kubwa sana za moyo wa kujizuia pesa, lakini ile kazi anakufanyia ni kazi mzuri. Muangalie na macho mazuri, maana ukimwangalia na macho mabaya, huyo mtu akuondokee, kazi yako itakuwa affected. Macho hushika ugonjwa unaitwa evil eye. Ya mwisho ambayo nitakumalizia nayo inaitwa envious eye. Ni macho yenye wivu. Hii ni macho inayosababisha watu waroge. Wakikuyu wa zamani walikuwa wanasema ya kwamba kuna mtu ako na macho akiangalia madizi inaweza anguka na ivujike. Ati akiangalia biashara yako inafilisika. Unahitaji uobe hiyo biashara, maana kuna mtu anakuja hata na simu shawi anafanya, anasimama tu kwa biashara yako na ndio hiyo tutaiona. Wanasemanga mpaka watoto wa watu, tutaona huyu mtoto ataelekea mpaka wapi, tutamwangalia. Na hiyo macho tu peke yake kumwangalia, mtoto anakosa kufika mahali. Kalikuwa kerevu shuleni, kanaanza kurudi laini ya nyuma, kanaanza kurudi nyuma. Na ni macho tu yuangalia. Watu ambao wanakaa pale ya Mombasa wanajua, wanapakaga watoto wao vitu fulani, na nikiwauliza ni za nini, akaniambia ati ni ya macho mabaya. Kuna watu wako na macho mabaya, ati mtu akikuangalia macho yake, kutoka hapo vitu zako zinaenda vibaya. Nataka nikuachie hapo na niombe macho yako kwa dakika moja. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipea ninena na mtu wako. Ninaomba ya kwamba macho yake itaweza kuona vizuri, na kama akona hii magonjwa ya macho ya envious eye, macho yenye wivu, kama akona evil eye, macho yenye kutenda uovu, na kama akona macho ya kiburi, maana kuna macho maandiko inasema ya kiburi, kuna macho ya kufunga, kuna macho ambayo
ni lastful, ina tamaa mingi. Baba, ninamwambia hii maisha yake ya kwamba itakuwa sawa kwa utukufu wako. Ninaashiria ushindi maishani mwake na kumtangazia ushindi kwa ukuu wako. Pokea sifa, umetenda, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji wangu, ninaitwa Pastor Rafael, mimi ni mchungaji wa CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Ukitaka kunisupport, unaweza tuma support yako kwa hii namba 221118 728#. Itakutolea jina Christian Foundation Fellowship. Na ukitaka kunifikia kwa simu ni 0725947795, na utabarikiwa. May God bless you. May God be with you. Amen, amen.